ni dhahiri kwamba Yanga ni kana kwamba tayari wametanguliza mguu mmoja kuelekea ubingwa, kwa sababu itakuwa ni ngumu sana kwa Simba kuondoa tofauti hii ya mabao baina yao ya kufunga na kuruhusu, ambayo kwa sasa kabla ya mchezo ni mabao 17. Kwa hiyo ikitokea Yanga wamepata sare, basi maana yake Simba watatakiwa kushinda kwa ushindi mnono wa kwenda kufuta hii GD, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu 17, ndipo Simba wawe mabingwa. Sio jambo jepesi hata kidogo. Kwa sababu hiyo, kwenye makaratasi yanaonekana kwenye eneo la kujua nani bingwa, majibu kama yanajulikana kwamba Yanga wana nafasi kubwa zaidi, ingawa mpira lazima uheshimiwe. JKT Tanzania chini ya Ahmadi Ali kocha iko vizuri sana, inacheza nyumbani kwenye uwanja Meja Jenerali Samuyo, ina uwezo wa kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Yanga, na ikitokea hivyo maana yake ni kwamba Simba wakishinda ndipo Simba inatoa ubingwa. Kwa hiyo upo uwezekano Simba kutoa ubingwa kwa sharti kwamba washinde dhidi ya KMC, halafu Yanga ifungwe dhidi ya JKT. Lakini kinyume chake ni njia ambazo zinaipa nafasi zaidi Yanga. Kwa mfano, Yanga wakishinda hawatahitaji kujua Simba matokeo yake yakoje dhidi ya KMC, watakuwa tayari mabingwa. Yanga wakitoa sare, kuna uwezekano hawatahitaji matokeo ya mechi nyingine ili kutangazwa ubingwa, kwa sababu anayemtishia ni Simba ambaye tumeshasema kwamba ushindi wake utalazimika ufute hii GD, tofauti ya mabao 17 ambayo ipo sasa, wakati umebaki muda mfupi kabla ya mechi. Kwa sababu hiyo, mvuto kuhusiana na nini kitakachotokea katika mechi 8 za jioni ya leo, muda mfupi kuanzia sasa, ni pamoja na vita ya mfungaji bora, top scorer katika ligi kuu Tanzania bara. Ndio wakati raundi ya 30 ikisubiriwa, kama ilivyotoka kueleza muda mfupi ujao, vinara katika upachikaji mabao mpaka sasa ni kiungo wa kimataifa wa Tanzania anayechezea Azam FC. Huyu ni Faisal Salum aka Feitoto, ambaye tayari ana mabao 15. Anayemfuatia ni mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, kiungo ushambuliaji pia, lakini huyu ni wananchi Yanga. Alisajiliwa na Yanga wakati wa usajili wa dirisha dogo akitokea katika klabu ya Vipers ya kule nchini Uganda, lakini ndani ya muda mfupi Alan Okello amejitahidi kujikita jina lake kwenye nyoyo za mashabiki wa Yanga, lakini pia kufuatiliwa zaidi na mashabiki wa mpira wa miguu nchini, kwa sababu tayari amekuwa katika nafasi ya pili kwa wafungaji, Okello akiwa na mabao 14. Lakini sio Okello peke yake, mwingine naye ni nafasi ya pili baada ya Feitoto ni Mosi Ndumumwe, mchezaji wa kimataifa kutoka Burundi ambaye anaitumikia Singida Black Stars mpaka sasa, naye ana mabao 14, na huyu ni kiungo ushambuliaji ambaye alisajiliwa na Singida Black Stars wakati wa usajili wa dirisha dogo. Amecharuka sana kwenye upachikaji mabao, amefikisha mabao 14. Lakini wanaofuatia katika orodha, wanaoshika nafasi ya 3 wana mabao 11. Na maanisha namba 1 Feitoto, namba 2 kwa pamoja ni Okello wa Yanga na Mosi Ndumumwe wa Singida Black Stars. Lakini wanaoshika nafasi ya 3 pia wako zaidi ya mmoja. Kuna Tegis Momanyi, huyu ni wa Pamba Jiji, yeye ana mabao 11, ndio anashika nafasi ya 3. Lakini nafasi ya 3 mwingine ni Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo, ambaye pia ana mabao 11 kama Tegis Momanyi. Sasa kwa lugha nyingine ni kwamba wakati mechi ya raundi ya 30 ikisubiriwa ili kumpata bingwa, ili kujua nani watakaoungana na KMC katika kuteremka daraja, lakini pia raundi ya 30 mwisho wa siku atapatikana pia mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2025-26 kurithi mikoba ya Jashaua aliyekuwa mfungaji bora katika msimu uliopita 24-25, aliyepachika mabao 16. Wenye nasibu kubwa ya kutoa kiatu cha ufungaji bora ni hawa Faisal Salum Feitoto mwenye mabao 15 wa Azam, lakini Okello na Mosi Ndumumwe, Okello wa Yanga, Mosi wa Singida Black Stars wenye mabao 14. Halafu kuna Tegis Momanyi wa Pamba Jiji na Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo ambao wana mabao 11. Haimaanishi kwamba ni wao tu ndio wenye uwezo wa kupata kiatu cha ufungaji bora, kwa sababu wapo wachezaji wenye mabao 99, wachezaji kama Prince Pumelo Dube, wachezaji kama Selemani Mwalimu Gomez na wengine wenye mabao 99, na pia wapo ambao wana mabao hata 9 hayafiki. Lakini huwezi jua katika dakika 90 za mchezo wa leo raundi ya 30 nani atafunga mabao mangapi. Pengine atatokea mwingine nje ya hawa 5 kutoa kiatu cha ufungaji bora
kwa sharti tu kwamba lazima afunge mabao mengi sana ili kumpiku Feitoto na hao wengine. Lakini kimsingi kwa orodha iliyopo mpaka sasa, wachezaji hao watano wana nafasi kubwa zaidi ya kutoa kiatu cha ufungaji bora, hasa baada ya kukamilika kwa mechi za leo. Lakini hiyo ni vita mojawapo. Vita nyingine ni juu ya assist. Top assist provider atakuwa nani? Mpaka sasa kinara wa kutoa assist, yani pasi saidizi za mabao, pasi ambazo ziliwezesha wenzao kufunga, mpaka sasa kinara sio mwingine isipokuwa ni Elie Mpanzu Kibisawala. Hapa tunazungumzia sasa top assist provider, watoaji pasi saidizi za mabao walio katika nafasi za juu mpaka sasa kwa kutoa assist nyingi, ambao wanaongozwa na nani? Elie Mpanzu Kibisawala wa Simba. Elie Mpanzu anaongoza akiwa tayari ameshatoa asisti 10 na ndiye kinara. Anayefuatia kwa asisti nyingi ni Faisal Salum Feitoto, ambaye mpaka sasa Feitoto licha ya kwamba ndiye kinara wa upachikaji mabao, Feitoto wa Azam kwenye assist anafuatia akiwa ametoa assist 8. Wanaoshika nafasi ya tatu sio mmoja, wapo Alan Okello wa Yanga, ambaye kwenye upachikaji mabao anashika nafasi ya pili akiwa na mabao 14. Kwenye assist anashika nafasi ya pili, nafasi ya tatu baada ya Mpanzu na Feitoto, yeye akiwa ametoa assist 3 baada ya Mpanzu na Feitoto, yeye akiwa ametoa assist 7. Lakini pia yupo Prince Pumelo Dube, mshambuliaji wa Yanga, ambaye anajitokeza tena katika eneo hili, nafasi ya tatu pia kama Okello. Dube ana assist 7. Sasa nani kati yao atajiongezea akaunti yake ya assist ili kuwa top assist provider, kuwa mtoaji pasi za mabao mkuu? Hawa nimewataja mfano tu, lakini wapo wengine ambao wana assist nyingi, wana uwezo wa kuziongeza na kuzipiku, inategemea kiwango gani watakachokionyesha leo hii. Mfano mojawapo ni Duke Oga Abuya wa Yanga, ana assist 6. Mfano mojawapo ni Anise Ura wa Simba, ana assist 4 na kadhalika. Sasa hawa wa juu ndio wenye nafasi kubwa zaidi ya kuwa watoa assists, watoa pasi saidizi za mabao nyingi zaidi kufikia raundi ya 29, na hivyo raundi ya 30 wanayo nafasi ya kuziongeza na kuwa top kama inavyoonekana hapa, lakini imaanishi kwamba wao ndo washamaliza, kwa sababu walioko chini labda leo hiyo watacharuka na kutoa assist nyingi za kuwapiku Mpanzu, Feitoto, Okello. Lakini eneo lingine, vita nyingine ni juu ya wanaochangia mabao kwa ujumla wake kwa kiasi kikubwa ni nani na nani. Hapa nazungumzia mabao aliyofunga na assist. Ni nani ambaye ukichanganya mabao ya kufunga na assist wamechangia mabao mengi kwa timu zao moja kwa moja? Kwa mara nyingine tena hapo utamkuta Feitoto. Feitoto mpaka sasa kitendo chake cha kuwa anaongoza kwa mabao, alafu changanya na hizi assist 8, mabao 15 Feitoto. Total goals contribution. Yes, total goals contribution, kwa maana mabao aliyofunga na assist. Feitoto ndiye kinara kwa mchango wa jumla wa mabao na assist mpaka sasa. Sasa baada ya mechi ya 30, muda mfupi kuanzia sasa atakapocheza Azam, Feitoto atakuwa nayo nafasi pia ya kuongeza mchango wake huu na kuendelea kujichimbia kileleni miongoni mwa wachezaji walioongoza kwa mabao na assist kwa pamoja. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini Okello pia hachezi mbali. Yeye kufunga mabao 14, maana yake ukichanganya na hizi assist 7, mchango wake kwa ujumla unakuwa ni mabao 21. Yeye ni miongoni mwa wale wenye mchango wa mabao na assist kwa idadi kubwa.